أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. Uzangu wapendwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العلي العظيم. Tuko sehemu ya pili ambayo tumesimama ndani yake na kuyachambua maneno yaliyotumika katika kuunda unwani ya mada, na tumesikilia kwenye neno la tatu ambalo ni tarbia. Jana nilieleza kilugha na nikaeleza kiistilahi inamaanisha nini tarbia. Kabla sienda kwenye neno la nne leo kumaliza hapa, napenda tu kuashiria kwamba neno tarbia halikutumiwa na Qur'ani katika kuelezea maana hizi za kimalezi ambazo tunazikusudia sisi, ingawa limetumika katika ishtiqaqati zake, bunia zake fulani zimetumika kama rabbi, alam nurabbika, kama mifano nilopija, rabat. Lakini kwa maana hii tunayoikusudia kwenye mada halikutumika kwenye Qur'ani, bali wanazuoni wanena hata katika asri za kwanza za Kiislamu. Mfano ukatukua zitabu zinaozungumzia mambo haya za maulamai wa karne ya pili, karne ya tatu, karne ya nne, karne ya tano, mpaka hata mara nyingine karibu kusikilia karne ya 10 na zaidi, huwapati wakitumia neno hili. Na sababu nini? Ni yale nilowaambia jana, hili ni neno pia lilianza kuzuka kutumika katika mwamko wa Kiislamu katika karni ya 19 miladia. Lakini kuna kitu muhimu sana nataka tukieleze hapa, kinachohusiana na madahini na kinachohusiana na mengi pia yaliyoko katika tarikhi ya Kiislamu. Kuchelewa kuwepo ina haimaanishi kwamba fikra ilikuwa hakuna. Narudia,
kuchelewa kuzaliwa msamiati haimaanishi kwamba fikra iliyoko nyuma ya msamiati ule ilikuwa hakuna. Na haya mambo Ayatullah Said Muhammad Baqir Sadr Said Shahid ameashiria vizuri sana wakati alipokuwa ameingia. Leo kuna mjadala wa kimadhahabi, tala mtu kwambia pote fulani lilianda lini na pote fulani lilianda lini. Mara nyingi wanapotafiti hutafuta jina. Tala leo kuna hili pote, na sitaki kuingia kwenye mambo ya madhhabi, lakini nataka mtu kuwe fikra mimi. Watu wawaita al-Wahabiyya mathalan, na ni nisba ya Muhammad bin Abdul Wahhab ambaye ni karni 2 zilizopita, lakini fikra haikuanza karni 2 zilizopita. Fikra ilikuweko tangu karni ya kwanza ya Uislamu, haikuwa na jina tu hili, wa ila uko nyuma walikuwa wakiitwa ahlul hadith, ambao ilikuwa wengi ni fuqaha, akiwemo ndani al-Imam Ahmad bin Hanbal, na ndio utakuta wengi katika fiqhi wamfuata nani? Ahmad bin Hanbal. Baadaye katika karne ya 7 fikra hii ikatukuliwa na Ibn Taymiyyah na Ibn al-Qayyim baadaye kaja. Lakini neno ukirudi katika zitabu za zamani zinaozungumzia tarikhi ya makundi na mapote ya Kiislamu katika karne ya 3, karne ya 4, huwezi kulipata hili ina. Hili ina utalipata katika zitabu zimezotungwa karne ya 13. Sasa wewe utatoka na natija hawa watu hawakuweko, ambao Said Muhammad Baqir Sadr asema haya ni makosa maulamai wengi wameanguka katika kueleza tarikhi ya makundi, kwa sababu wameng'ang'ana na majina kabla ya kuangalia nini? Fikra. Leo mtu aweza kuzaa kijana asimuite jina siku ile ya kwanza, na pana nyingine ipite siku 7 hayampa nini? Hayampa jina. Siku ya 8 amuite fulani mathala. Sasa itakuwa zile siku 7 ambazo ilipokuwa hayapoa jina, ule kijana hakuweko? Alikuweko. Jina lilichelewa na yeye kuweko. Kwa hivyo fikra nyingi za kimadhahabi, na sitaki kuingia hapo, inshallah kupata fursa siku moja tutazungumza. Fikra nyingi za kimadhahabi zilikuweko muda tu baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wa sallam, na bali zilikuweko baadhi hata wakati Mtume uko hai, kwa baadhi ya watu walikuwa tayari wako nazo. Kwa hivyo ni makosa kunena madhahabi fulani yalipatikana baada ya miaka 300, madhahabi fulani yalipatikana sijui baada ya kadha. Ni makosa. Turudi kwenye mada. Kwa hivyo neno tarbia halikuweko katika kipindi cha kuteremka Qur'ani, katika kipindi cha masahaba, katika kipindi mfano cha wale karni ya kwanza, karni ya pili, hata ukisoma zitabu. Lakini haimaanishi kwamba fikra haikuweko. Ilikuweko fikra kwa maina mengine, kisha na kawaida maina ufanya nini? Badilika. Kama yeo mathala Kiswahili chapotea, waingia maneno mengine sampuli, mpaka itafika wakati tutaulizana kwamba neno hili halikuwa hakuna kwenye Kiswahili. Mathala neno kona. Neno kona si neno la Kiswahili, ni Kiingereza. Sasa Kiswahili ni ngine majorities jana wa sasa wataona, na ukimtajia ataliona ni neno pia limeanza leo na halikuanza leo. Sio ndio ile tunakuwa ukizingo pale, tukanena kizingoni, mahali pa kuzinga, ndio hiyo kukona. Sasa limepotea ina, imepotea fiili, paka fiili
hatuitumii tena. Kumwambia mtu nenda mpaka mahala fulani kisha zinga kuvulini, sio? Au zinda kiamu, kuzinda zinda tanga, hilo si neno, yani zungua tanga. Utasikia bana, wewe nenda mpaka pale, ukisikia pale pija kona, pija nini kona kulia. Tumetia haya, si Kiingereza tu, kumepenyeza maneno mengi ya Kiingereza. Leo mwambie mtu akwambie neno design Kiswahili nini? Jana wote hawa wajua design tu, utasikia bwana, wajua bwana ile design ile ulofanya sio. Sasa design nini Kiswahili? Sampuli pia, sample hiyo. Sampuli pia yatokamana na neno sample. Leo kuna neno mtindo. Hii ndio mitindo ya kisasa, sio? Mitindo ya mitindo ya nguo, mitindo ya nini, ya maisha. Sasa mingi, na si Kiingereza tu, nyuma pia kulipenyeza maneno ya Kiarabu, japokuwa Kiswahili kimeathiriwa na Kiarabu, lakini haimaanishi kwamba maneno ya Kiswahili yako tu ya Kiarabu. Na siku moja niliwaambia hapa, kuna neno mathalan maradhi ni neno la Kiarabu, Waswahili wanao neno lake. Dwe, huzuni, simanzi, sio? Damu, mwino au ngeo. Haya maneno pia ya Kiarabu, lakini kwenye Kiswahili yanao, lakini yao yamepotea maneno haya. Sasa katika zitabu, turudi kwenye mada, kumetumika maneno, na nitawatajia haraka haraka leo. Mfano katika Qur'ani, mara nyingi Qur'ani ikitaka kuzungumza mambo ya malezi yatumia neno tazkia kuliko kutumia neno tarbia. Taona mathalan kama aya tumezosomewa sasa hivi, qad aflaha man zakkaha, au katika aya nyingine qad aflaha man tazakka. Zote ni moja, kuna zakaha na nini na tazakka, zote zatokamana na neno tazkia. Aya zinazotupa tuambia Jumaa, wa yuallimuhumul kitaba, sio? Wa yuzakkihim, ilo neno tazkia hapo imetumika, wa yuzakkihim. Wakadhalika aya kadha wa kadha, ukizipitia ukizitembelea kwenye Qur'ani, waweza kutoka na asharat ayat zimetumia neno la nini, tazkia, ambalo neno tazkia ingawa halikavi maana yote ya malezi inayokusudiwa kisasa, lakini la ashiria pambizo fulani, na hususan katika upande wa kiroho. So malezi nitakuja kuyaeleza nyanja zake, si roho peke yake na nafsi. Kuna mwili, kuna akili, kuna kitu. Tazkia zaidi yalalia kwenye tazkiyatun nafs, ile wa nafsin wama sawaha, sio? Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Yarudi kwenye nafsi. Katika maneno yamezotumika katika zitabu za Waislamu wa kwanza ni neno atanshia, ambalo jana nafikiri katika kueleza neno tarbia katika maana ya lugha niliwaambia moja yarudi kwenye maana ya nini, ya atanshia, kukua na kukuza. Wanazuoni wamelitumia, hata Waarabu wa kale wamelitumia. Mfano shairi la ule Mwarabu wa zamani anena, wayanshau nashiul fitiyani fina, wayanshau nashiul fitiyani fina ala ma kana awadahu abuhu. Huno ni kama ule mfano wetu, mleavyo ndivyo akuavyo, ndio huno. Asema na huinukia, huleleka, mwenye kuleleka kwetu sisi kijana kwa yula msingi alivyomlelea babake, yani vile anavyopewa na babake ndivyo anavyonini anavyokuwa. Sasa utakuta neno hili limetumika kae, wayanshau nashiun min at-tanshia.
Katika zitabu za Kiislamu kumetumika zaidi pia neno islah, ambao ni kuleta mageuzi na kuboresha na kukupeka kitu kwenye uzuri zaidi, ambayo pia yaingia kidogo katika maana ya tarbia. Katika Uislamu maulamai wametumia sana neno tahdhib. Hata sisi zamani katika miaka ya 80 huko 80 na 85 86, nakumbuka kulikuwa kuna somo tukisomeshwa madrasa likiamkuliwa ilmu tahdhib haswa, ambayo ni katika sehemu ya ilmu akhlaq, ambayo ni sehemu katika malezi, kiamkuliwa haswa ilmu tahdhib, na wanazuoni kadha wamelitumia neno hili. Pia latumika neno tathhir, hata kwenye Qur'ani limetumika sana. Tahara kwa maana yake pana, sio tahara peke yake ya kutawadha na ya kuoga janaba na ya kusafisha najisi. Tahara mpaka ya utahara wa mwili, utahara wa nafsi, utahara wa ruhu, ambao mmoja katika malengo ya malezi ni kuleta kitu kinachoitwa nini? Utahara. Katika misamiati imezotumiwa ni al-irshad, na hili leo limerudi tena. Leo lilitumiwa zamani sana, kisha likagurwa tukalisahau. Wazungu waliporudi kulitumia na sisi tukaanza tena kulitumia, ambao ndio hii mambo ya counseling siku hizi wanaita Kiswahili ushauri nasaha. Ndio hiyo irshad, at-tawjihu na al-irshad. Irshad ni kumuongoza, tawjih ni nini? Ni kumcancel. Ndio hiyo at-tawjihu wal irshad. Hili limetumika, na hata utaona kuna zitabu kadhaa zimetungwa kwa Waislamu, mpaka zingine zimepewa jina la irshadi. Katika zitabu tulosoma tangu tukalichuoni kikiamkuliwa ye irshadul muslimina. Kwa ukisoma risala, kimaliza utasoma nini? Safina, sio? Kimaliza utaingia nini? Wengine huenda duraru, wengine la hupitia irshad. Kama sisi mathalan manhaji yetu Anisa kule chuoni magharibi ilikuwa mando risala, ukimaliza upekwa safina, ukimaliza upekwa irshadul muslimina. Ni hiyo, ni kitabu chenye mafundisho ya kimalezi katika kumlelea nini. Pia kumetumika, na koma hapa sitaki kuwarefushia sana, msamiati wa at-ta'dibu wal adab. At-ta'dibu wal adab, na wengi katika wanazuoni nilowasoma katika mada hii wanena neno hili ndilo neno limezotumika zaidi kwa wanazuoni na hata katika hadithi katika kuzungumzia mambo ya tarbia, na kumetungwa zitabu kwa mamia kwa kutumika neno hili, adabu kadhaa, adabu. Ndio leo utakuta hata sisi tusomeshwa utaambiwa kuna adabu naum, sio? Adabu al-ta'am, adabu al-sharab, adabu al-jimaa, adabu al-sawq, adabu al-tariq, adabu al-abawaini. Yote ile ni malezi yamekulelea paka namna ya kuingia chooni, adabu zake ni zipi, namna ya kula. Kwa hiyo kuna mambo madogo madogo, na napenda sana kuwahusia vijana. Said Muhammad Hussein Fadhlullah katika wanazuoni wa karne hii ana kitabu kimoja akiita Ta'ammulatun Hawla al-Mar'a. Ta'ammulatun Hawla al-Mar'a. Hata hapa library kiko, sijui kama kiko kwenye mitandao, si kikubwa kitabu chenyewe chazungumza mambo ya ndoa, lakini kuna mahala pahusiana na hapa nataka kuwapa mimi katika masala ya kueleza mahusiano ya mume na mke. Alitumia ibara katika darasa zangu za ndoa, pia nimesherehe sana hii. Asema kuna mambo madogo katika mato ni makubwa katika athari ya alaka ya ndoa. Kuna vitu ni zidogo sana, hata hazihisabiwi. Waweza kuzubaa wewe usizihisabu kamwe,
lakini zina athari kubwa, ima ijabia au salbia, ima ya kuboresha ndoa ama ya kuvunda ndoa, zikipuzwa zitu zidogo kama hizi, zitu zidogo tu. Sisi tukimbilia ile yua mwanamke taka mtii mumewe, fai kutoka nyumbani mpaka kwa idhini ya mumewe. Hizi ni hukuku, na mimi nimewaambia siku nyingi, mahusiano hata baina ya baba na mwana, hata baina ya mume na mke, hayapekeshwi kihukuku peke yake. Si koti pale, si saa zote utaingia na mke wako wazungumza naye kwa lugha ya hukuku na mke azungumza na wewe kwa lugha ya hukuku. Na kuna mambo madogo madogo ameataja, maana masala ya usafi madhali una athari kubwa katika ndoa, ambao katika hukuku haikuzungumzwa, haikuambiwa. Mathala katika haki ya mke kwa mume au katika haki ya mume kwa mke, lazima afanye nini? Afanye usafi, lazima aoge. Poleni, tuko kwenye saumu, lakini hizi nini, lazima ajifukize, sijui lazima afunge kikuba, sijui lazima afanye kadha. Hakuna zile, huwezi kuzipata kwenye zitabu zile. Na wewe ukiona utayaona mambo madogo hayakushiriwa kwa aya wala kwa hadithi, lakini yana mchango mkubwa. Ndipo pale nyinyi mzungukapo kwa mashekhe na maustadhi mkanena ule sijui amerogwa nini kule, ndio mkizengewa hatoki kule bwana, na akipata nafasi kukimbilia. Kwa nini? Kwa sababu zile zitu zidogo ulizozidharau wewe, zile zina dauri kubwa. Nataka kuja kwenye, sitaki kuzungumza ndoa hiyo, nataka kuja hapa, kuna hizi zinaoitwa adabu hizi, ambao sisi tumezidharau sana. Ni mambo madogo sana, lakini ya present personality ya Uislamu wako. Waweza kuona mambo madogo tu ambayo Mtume ameatilia mkazo, namna ya kula. Haya mambo sharti vijana wafundishwe, na siku hizi tumekuwa hatuna time tena kuketi na wao. Tumewatia walimu wa skuli na makoleji na mwalimu wa zio wakezia kwenye zio, jinsi ya kuketi kula, jinsi ya ule mkono kushika lile tonge. Sisi tulipokuwa vijana tukiketi kula na wazee na wakubwa zetu, kwa saa zote mara huwa umepigwa kofi la nini, la kiwiko. Wewe waweza kuona kitu cha kawaida tu, wane mtu umetukua hadi ukizena ule na siniani utafikiri kupaka brush uso. Unanielewa? Babeza walioko karibu yako wote wakakirihika, wakafanya nini? Wakakiata chakula. Sasa zile ni zitu zidogo zidogo, ni nani hata kufundisha? Uislamu haukudharau zitu hizi. Tukaambiwa adabu paka za kuingia chooni, paka ukiingia chooni mbona mahala hakuna mtu upashughulikia, kuna adabu za kula. Utashika vipi? Sitie kono lote, utakula kilioko karibu na wewe, usende kugusia watu zitu, na mambo madogo madogo. Kuna zitu za usafi, na Uislamu ni usafi, si upumbavu. Huwezi kumpekea tu mtu mkono wako ukamshikia kitu ukamtupia. Sheikh, taratibu. Kuna nidhamu, kuna adabu za kuketi, namna ya kuketi. Hizi tumezidharau, na hizi ndio walikuwa zikieleza ule ustaarabu wa Kiislamu kwa hapo. Ustaarabu wa Kiislamu kwa hapo. Turudi kwenye mada. Kwa hivyo neno lililotumika zaidi kwa wanazuoni nimewaambia ni neno at-ta'dibu wal adab, sio? Na ndio utampata al-Imamu al-Ghazali leo katika zitabu kadha wa muhimu walikuwa zikisomeshwa na wengineo, zilikuwa zaelezea nini? Adabu. Zile adabul mutaallimi, sijui kuna bidayatul. Imam Bukhari ana kitabu akiita al-adabul mufrad. Al-adabul mufrad azungumzia mambo haya ya adabu, na vitabu kadha wa kadha ambazo tukitaka kuzihesabu. Haya ndio maneno yaliyotumika kuhusu
malezi. Na natatosheka hapa, nende katika neno la mwisho la 4. Nataka leo nihatimishe, kesho tuanze chapter ya 3 ya mada yetu. Neno la 4 lilotumika ni jamii. Tulinena mfumo wa Qur'ani katika malezi ya nini? Ya jamii. Manhajul Qur'ani fi tarbiyatil mujtama. Neno mujtama liko wazi kwenu, natarajia halitoniweka sana. Na pia mwaka juzi au kabla ya mwaka juzi nilipokuwa nazungumzia hapa mwezi wa Ramadhani, sikumbuki bidhabti mwaka gani, nilipokuwa nazungumzia mada ya kanuni za kijamii katika Qur'ani, nililieleza kwa urefu sana, mtu aweza kulirudia katika kulisikiza. Nataka kuzungumzia mujtama, kuongeza baadhi ya zitu ambazo zina umuhimu katika mada yetu ya malezi. Kwa ufupi, neno mujtama katika lugha ya Kiarabu latokamana na neno jamaa, kinyume cha farq. Jamaa amekusanya, faraka amefanya nini? Amepambanua. Ukizieta zitu pamoja umezikusanya, ukizitenganisha zitu ukaziweka mbalimbali utaambiwa umefanya nini? Umezitenganisha. Hiyo ndo maana ya lugha. Kisha kukaja neno mujtama kwa mimu, likiingiza sio mkusanyiko, bali na mahala pa kukusanyika zile zitu zilizokusanyika. Na ndio utakuta wataalamu katika kutoa taarifu ya jamii wamesema ni lazima pawe na ardhi, pawe na dharf. Hapawezi kuwa na jamii kama jamii ile haiko kwenye eneo maalumu. Na ndio yule mwenye kunena akanena kwamba mujtama, tawasomea tu taarifu moja imezoelezwa kuhusu jamii, asema ni majmu'atun min al-afrad. Jamii ni mkusanyiko wa watu, allati, ambao kwamba taishu, wanaoishi fi mawqi'in jiografiyin wahid, katika eneo la kijiografia moja, watarbutu bainahuma, na wafungamanishwa kati yao na alaqatun ijtimaiya wa thaqafiya wa diniya, mahusiano ya kijamii, ya kitamaduni, ya kidini na ya kistaarabu. Kwa lugha fupi nyingine, jamii si watu tu wanaoishi pamoja. Haijawa jamii kwa ila zizi la ng'ombe pia lingekuwa nani? Ni jamii. Watu waweza kuwa huishi pamoja, hulala pamoja, huamka pamoja, lakini si nani? Si jamii. Kwa hivyo jamii ni wapi? Ni watu wanaoishi kwenye eneo fulani la kijiografia ambao ni lao. Tumeelewana vizuri sana, ambao ni lao eneo lile. Pili, bao katika kuishi kwao pamoja wapekeshwa na mahusiano yao. Mahusiano yale yalingana kwao kitamaduni, kistaarabu, kilugha, kimila, na endelea mpaka mwisho. Yani wana common ya zitu hizi, wana mila moya, wana dasturi aina moya, wana ustaarabu mmoja, wana utamaduni mmoja. Sasa hawa watu wanaoishi pamoja katika zitu kama hizi, hawa watamkuliwa ni nani? Ni jamii. Taban wataalamu wasema, kidogo nisimame hapa. Kuna mtu jana ameniandikia message na naona mahala pake ni hapa, niingize kabisa bila kungoja mwisho. Kuna mtu mmoja ameniandikia message jana, akaniuliza swala, akaniambia, ustadhi, mbona katika mazungumzo yako kutoka uwande waegemea zaidi zitabu za wasokuwa Waislamu kuliko za Waislamu? Kwa nini? Au kuna lengo gani? Swali zuri sana.
Kwanza atanisamehe huyu aliyoniuliza, simu hiyo ni nani, maana nimeiona tu ile message. Atanisamehe nimwambie kwamba sijategemea hivyo zitabu za wasokuwa Waislamu. Mpaka sasa mimi zitabu ninaowaregesha zote ni zitabu za nani? Za Kiislamu. Nimewaambia murudie kitabu cha Dr. Baqir Sharif Al-Qarashi, nimewaambia murudie kitabu cha Muhammad Qutbi, nimetaja wanazuoni kadha wa kadha. Naam, mara nyingine mimi hunukuu maneno kama ya Aflatun, maneno ya Arasto. Mara nyingine nikitaka kutaja wazungu walivyotuchapa au wanavyokosoa, kama vile nikanukuu maneno ya ule alionena, tumeona magari yakitengezwa viwandani lakini hatukumuona Mungu akitengeneza ulimwengu. Wajua, siwezi kuwaonesha tumegongwa wapi mpaka niwanukulie yale maneno ya wale walogonga kwa nia, lakini asilimia kubwa nategemea zitabu za nani? Za maulama. Pili, naam, katika kutoa baadhi ya taarifu za kiutaalamu kama mathalan jamii nini, malezi nini, methodology ni nini, twanukuu maneno ya wataalamu kwa utaalamu wao, si kwa dini yao. Wajua, tunapokuja katika udaktari hatuangalii tena amezonena daktari wa Kiislamu ama daktari, maadamu azungumza katika misingi ya daktari, hajatia dini ndani. Sijui tumeelewana vizuri? Kwa hivyo daktari anavyoifahamu malaria, akiwa ni Muislamu akiwa si Muislamu, kwa misingi ya kiudaktari wote waifahamu malaria kwa mtindo mmoja, sio ni tofauti mimi. Naam, tunapokuja kueleza mtazamo wa Kiislamu kuhusu malaria nini, hapo hatutonukuu maneno ya wasiokuwa Waislamu. Nataraji nimejibu mpaka hapa. Sasa tuje kwenye jamii. Jamii azungumzia, na huyu ni Muislamu mwingine na mnukuu Sayyid Muhammad Baqir As-Sadr, Sayyid Muhammad Sayyid Al-Shahid, rahmatullahi ta'ala alayhi. Ana kijitabu kidogo chaitwa Anasirul Mujtama, na hapa napenda mutulie sana kwa sababu yatakaokuya mengi yatajengwa hapa. Auliza suala, jamii ni kitu, Waarabu kwa lugha ya Kiarabu hunenwa ni murakkab. Murakkabu nini? Murakkab ni kitu kimezoundwa na ziungo kadhaa, kama meza yaundwa na mbao na nini na misumari, na mara nyingine kama kuna na maridadi zimetiwa za pembe za ndovu za nini, sio ile tunaita ni murakkab. Na murakkab kuna aina mbili, kuna murakkab tabii, tangu zikitengenezwa za Mwenyezi Mungu ziko hivyo, si mwanadamu. Kuna na murakkab sinai, kuna na murakkab nyingine ni mkono wa mwanadamu. Leo mwana kimia akija akikwambia kwamba haya mai aloyaumba Mwenyezi Mungu ni mpandamanisho wa elementi ngapi? Mbili, sio? Oxygen na nini na hydrogen. Kwa hivyo tunasema almau murakkabun tabii, ni nature mpandamanisho wake. Lakini tukija katika baadhi, hata mai yako ya kutengenezwa na mwanadamu, mwanadamu ametukua oxygen na hydrogen akatangamanisha kwa kiwango fulani na nini fulani, na kukapatikana nini? Mai. Hii nyumba hii anaoijenga fundi ni murakkab, imepandamanishwa na nini? Smiti. Kabla ya smiti mwanzo tuanze kwenye majiwe, sio? Majiwe, mtanga, zuma, mbao. Hii smiti napenda muiweke mwisho, kwa sababu mjadala wetu uko kwenye hiyo smiti. Hata ile mbao, zile gamu za kuambatisha zile zibao zipaka zikawa kibao kimoya ni pale. Sasa Sayyid Shahidi auliza hivi, ma hiya anasirul mujtama, ziungo za jamii ni zipi? Ni zingapi kwanza, na ni zipi kwa mujibu wa mtazamo wa Qur'ani?
si kwa mujibu wa mtazamo wa wataalamu wa nini wa kijamii. Ajibu, asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya za Qur'ani kadha wa kadha ametubainishia kwamba jamii yatengenezwa na mtu huwa mkuliwa khalifa au mamkuwe insan. Inni ja'ilun, tupo vizuri sana, man khalifa. Hiyo ndo element ya kwanza. Pili, nature. Nature ikikusanya nini? Ardhi. Ardhi ikimaanisha nini? Si ardhi tu ya mashamba, mazingira yote na ziliomo ndani ya ardhi, ikiwemo ndani ardhi yenyewe, ikiwemo ndani mimea, makulima, ikiwemo ndani wanyama, ikiwemo ndani hisabu sasa mai, resources za mai, sio jamani nini? Ndio wale watu waketi wa ila mbona kule kwenye majangwa kusotoka tone la mai hakuna ndio kutengeneza jamii kule. Jamii mpaka ile itakuwa na nini? Na resources zote zile Mwenyezi Mungu amezifupisha kwenye neno ardhi. Kwa hivyo kuna ardhi, kisha kuna na nani? Na mwanadamu, kisha ya tatu ni mahusiano baina ya mwanadamu na ardhi na baina ya mwanadamu na mwanadamu mwenzake. Waweza kuichora triangle ukachora zibavu zingapi? Zitatu, ambao itakupa angle zingapi? Tatu. Kama unataka kuweka picha mbele ya macho yako, ukisha kuichora ile triangle, andika kwenye angle ya kwanza, si inakupa pembe tatu. Pembe ya kwanza andika khalifa, yani insan, sawa? Pembe ya pili andika nini? Ardh. Pembe ya tatu andika khalifa tena wa pili. Tupo sababu siwe peke yako, uko na nani? Na mwenzako. Kama ni peke yako hatuna jamii. Jamii ni nani? Tumenena ni mkusanyiko wa watu. Kwa hivyo kuna mtu na nani? Na wenzake. Tena mtu sio tu yeye na wenzake, kuna na cha tatu, kuna na resources na ardhi wanayoishi juu yake. Hizo ni pembe tatu, zile angle tu. Kisha baina kila angle, Waarabu wanaita zawia ile, baina ya kulli zawiyatin wa zawiya kuna kibavu, sio? Chora mistari utapata mitatu. Sina blackboard. Ile mistari mitatu ndiyo imefanya zile angle tatu zifanye nini? Ziunganike ziwe ni kitu kimoja. Wa ila lau ulichora angle peke yake bila ya zile zibavu zitatu hazingeungana, kwa hivyo haingekuwa jamii. Ili iwe jamii lazima kuwe na zibavu zingapi? Zitatu. Hizo zibavu ndio tunazoziita mahusiano baina ya mwanadamu na ardhi, kibavu kimoja kimekwenda huku, na mahusiano baina ya mwanadamu na mwanadamu mwenzake, kibavu kimoja kimekwenda huku, na mahusiano baina ya mwanadamu mwenzake pia na ardhi na yeye, kibavu kimoja kimekwenda huku. Umenipata vizuri sana? Ha? Kwa hivyo element za kuunda jamii zimekuwa ngapi? 4. Sasa si tatu tena. Kimoja si material, lakini kuna mwanadamu na mwanadamu mwenzake na ardhi na relation ya 4 hiyo. Mahusiano kati ya hizi zitatu ndio ile mlioniambia Smith. Waila ukatukua majiwe ukayaweka, ukatukua na kokoto ukaziweka, ukatukua na chuma ukaweka, ukatukua na madirisha ukafanya nini? Ukayaweka, itakuwa nyumba. Smith kazi yake ni Smith ndio inaulitukua jiwe hili na jiwe hili na mtanga, ikazikandika ikazibombeka mpaka zikawa ni pumba. Kwa kiasi wewe ukitoka ukaona ule ni ukuta mmoja, na kumbe ulikuwa si ukuta, ndani kuna majiwe 10.
na mtanga na kadhaa, lakini smiti ilipokuwa ina nguvu, kama smiti yenu ina nguvu, ikiwa ina nguvu, hukukosesha kuona zingi ukakiona kimoya. Ndio ile inna Allaha yuhibbu alladhina yujahiduna fi sabilihi saffan wahidan, saffan kaannahum bunyanun marsus. Mungu awapenda wale ambao wanaopigana jihadi katika ndia yake wakiwa safu moya, kana kwamba ni jengo limezoshikana kikuku kimoya. Mungu pale alikuwa aisifu jamii ya Kiislamu yataka iwe kaannahum hadha suratu Safi, sio kaannahum bunyanun marsus, shapatana. Na ndio utakuta wale wakijenga matofali hawayaweki line, moja leka kwa yula hili, moja kaleka yula hili, ili kupatikane kuingiliana na kuumana na kuvaana na kuoana, ili ziwe kitu kimoya. Inaosababisha maingiliano yale na muoano ule ni nini? Ni hiki kiungo tunachokiita mahusiano. Mfano sasa yao niwaambie tu kitu kimoja. Mimi niko ama siko hapa? Haya, hati moja ya jamii. Nyinyi muko ama hamuko hapo? Hati pili ya jamii. Jengo limezotukusanya, ardhi hiyo, sehemu imezotukusanya, iko ama haiko? Iko. Kwa nini tuko hapa? Nini kilokuleta wewe? Ukaacha kazi zako zote, kwani mimi nina nini mpaka ukaketi kunisikiza mimi? Kwanza ni dini, sababu ni Ramadhani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekwambia mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa nini? Wa Qur'ani, ni mwezi wa ibada, ni mwezi wa kusikiza darasa. Kwa hivyo lilo tukusanya hapa mimi na wewe ni nini kwanza? Ni dini. Hicho ni kiundo simiti ya kwanza ya kujenga jamii. Pili, dasturi na mila zetu. Ramadhani wasaizi wenyewe kila mmoja ameweza kushika bakora yake, ameshika nini? Wenda darasani. Na kuna wengine kwambia ustadhi ndio kupumbaza saumu. Sio. Na wengine wanakuambia ndio kusikiza darasa, wengine wanakuambia ndio kupumbaza saumu. Wana angalau time zipite mpaka saa 12 kuadhiniwe. Ayo Allah pia wakaribishwa. Lakini hiyo ile kufanya namna hiyo nini? Mila na dasturi inaowakusanya kwenye mabaraza mkafungua madini magharibi nini? Ni dini, mila, dasturi. Hizo ndio toka, smiti, glue, zitia hapo zote sasa. Ndio wanakusudia jamii. Sisi tumeelewana vizuri sana mpaka hapa jamani. Nisengeze mifano nende mbele sasa. Kwa hivyo jamii ya umbwa na ziungo zingapi? Zinne. Suala auliza sasa. Rahmatullahi ta'ala alayhi. Huyu aliuawa akiwa na miaka 41. Akitunga kitabu cha kwanza akiita Our Philosophy akiwa na miaka 22. Akatunga kitabu cha pili akiita Our Economy, na napenda mwendo mkazisome hizo kitabu, ziko mpaka kwa Kiingereza. Andika tu Our Philosophy, Kiarabu chaitwa Falsafatuna, Kizungu anakiita Our Philosophy. Ana Our Philosophy, Our Economy, Our Society, yani mujtamauna. Ana siyasatuna, siasa zetu. Kina nani? Wanasema katika karni ya 20 ndio alikuwa kitwa cha ulimwengu. Bali kuna kauli alipouawa, kuna nchi fulani Ulaya walipiga kengele makanisani. Alivouvunda ukomunisti na umagharibi kinadharia. Na for your information, so mpaka class 5 school, si 5 ama 4 bas. Nadharia zake za kiuchumi husomeshwa leo kila university ya ulimwengu. Yeye ndo mtu wa kwanza alotunga benki bila ya riba, mfumo wake katika hiyo miaka ya huko nyuma, akiita al-bankul la ribawi fil Islam. Mimi kwa bado ukweli kwa mathi si nzuri, kiingia huo na matalasimu tu mangine, maana sizielewi zile calculation za hisabu anazozipiga. Liwao na miaka 41. Mwenyezi Mungu amrehemu. Asema wakati tunaposema jamii ya Kiislamu na jamii isokuwa ya Kiislamu, ni nini kinachotofautiana baina jamii hizi mbili?
Ndipo nilipokuwa nataka kufika leo, nifunge hii mada, kesho niande topic nyingine. Unaposema hii ni jamii ya Kiislamu na hii ni jamii si ya Kiislamu, tofauti yake ni nini? Kwa lugha nyingine, unaposema hii ni nyumba ya bloki na hii ni nyumba ya nini, ya mbao, tofauti yake ni nini? Ni elementi zilizotumika hapa ni tofauti na zilizotumika hapa, sio? Sasa unaposema hii ni jamii ya Kiislamu na hii si ya Kiislamu, ni kipi kilioko hapa kimetofautisha na hapa? Ni kwamba kuna mwanadamu pale pia uko mwanadamu, ni kwamba kuna mwenzake pale pia uko nani, uko mwenzake, ni kwamba kuna ardhi na resources na nini, pale pia iko ardhi na resources na nini, ni kwamba kuna mahusiano hapa, pale pia mahusiano yako. Asema peke yake ni kwamba jamii ya Kiislamu na isokuwa ya Kiislamu yatofautiana hapa kwenye kile kiungo cha nne kisichokuwa cha kimaterial, kile cha kuunganisha baina ya mtu na mwenzake na baina ya mtu na ardhi. Katika jamii ya Kiislamu hupekeshwa na nani, na katika jamii isokuwa ya Kiislamu hupekeshwa na nani? Kwa ibara nyingine, katika jamii ya Kiislamu kuna kiungo cha tano, ingawa hakiko ndani ya triangle, kiko nde yake. Tumeelewana? Nacho ni nani? Wa idh qala rabbuka, tupo inni. Kwa hivyo ile triangle unayoichora, yeye asema piga mstari nde, andika Allah. Huku katika triangle yake piga mstari, andika nini? Sayansi. Andika nini? Akili zetu. Andika nini? Sasa kila mtu na mipango yake. Jamii ya Kiislamu ni ile inayoamini wakati ninapokuwa na mahusiano mimi na wewe, haya mahusiano yangu mimi na wewe yapangwa na akili yangu ama yapangwa na Mungu? Yani Mungu ndo atanambia nitamtukia nani na nitampenda nani. Mungu ndo atanambia nitakuwa karibu na nani na nitakuwa mbali na nani. Mungu ndio atanambia nitaitumia ardhi vipi na sitoitumia ardhi vipi. Mungu ndio atanambia resources zilioko katika jamii zipekeshwe vipi au zisipekeshwe vipi. Ikiwa mahusiano katika zitu hizi hupekeshwa kwa maamuzi ya nani? Ya Mwenyezi Mungu, hapo tutaiita jamii hiyo ya Kiislamu. Ivae kandu, ivae kitambi, ivae suti, ivae handro, ivae itakachokuvaa. Sijui tumeelewana vizuri sana. Lakini ikiwa mahusiano haya yapekeshwa kwa mitazamo ya watu sampuli mbalimbali, tutaiamkua jamii hiyo si jamii ya Kiislamu. Ivae kandu na kofia, waamkuliwe watu wake Muhammad, Fatima, Ali, Abubakar, Uthman, endelea mpaka mwisho, haijalishi kitu. Ikiwa mahusiano yetu hayapekeshwi kwa zipimo za nani? Za Mwenyezi Mungu. Sasa wewe tukua ile aya ya kuumba, utazipata hizi elementi zote Mwenyezi Mungu amezitaja. Wa idh qala rabbuka lilmalaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Wao wamemuondosha wa idh qala rabbuka, wao wametia nature ilipomuumba mwanadamu, sudfa ilipomuumba mwanadamu na hakuna. Kwa hivyo tunapozungumza mwongozo wa malezi ya kijamii kwa mtazamo wa Qur'ani, twazungumza mwongozo ambao una mkono wa Rabbuka. Hatuzungumzi mwongozo ambao unatoka peke yake kwenye akili za nani? Za watu. Mpaka hapa nitakoma kwenye chapter ya pili, na nimerukaruka baadhi ya zitu kwa sababu siku sizo tena. Insha Allahu Taala kesho tutaingia katika nini ya tatu, ambayo niliwaambia hatuwezi kufahamu mwongozo wa malezi ya Qur'ani kwanza mpaka tuipitie taratibu kidogo jamii iliyoteremshiwa Qur'ani ilikuwaje, kisha na baadaye Qur'ani iliwapeleka wapi na vipi. Haya yatakuwa maneno yetu ya kesho. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.